wengi. Bwana usinipite, kiti chako cha rehema nakitazama magoti yangu, napiga pa. Bwana nisamehe. Imba Yesu, Yesu, oh yeah. Naomba unisikie, Mwokozi wangu, napozuru wengi. Baba, katika jina la Yesu, napozuru wengine asubuhi hii, Bwana usinipite. Usinipite na mimi mtumishi wako, usimpite kila mmoja aliyoko mahali hapa, usimpite hata yule anayetufuatilia kwa njia ya mtandao. Mungu, usitupite. Kaa pamoja nasi, tembea pamoja nasi. Leo yetu tunaikabidhi mikononi mwako, maana ni leo ya thamani ambayo Mungu umetupa kwa neema yako. Hatukustahili, lakini lipo kusudi lako juu ya maisha yetu, Bwana. Nasi tunajikabidhi mikononi mwako, sisi na kazi zetu, sisi na biashara zetu, sisi na familia zetu, sisi na ndoa zetu, sisi na watoto wetu, sisi na afya zetu. Tunajikabidhi kwako Yesu. Tembea pamoja nasi Bwana, ukatutie nguvu pale afya zetu zinapoteteleka, tukauone mkono wako ukituponya na kutuganga, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila kusudi la adui na kila mpango wa adui uliosimama juu ya maisha yetu, juu ya ndoa, juu ya afya, juu ya kazi zetu, Mungu Roho Mtakatifu, tunazipiga kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku ya leo ikabarikiwe na wewe Mungu. Kila tutakapokanyaga na kutembea, uwepo wako ukaende nasi. Roho ya kustawi na kufanikiwa ikaamke kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila vikwazo vilivyowekwa mbele yetu siku ya leo vikaondoke katika jina la Yesu. Uwepo wako Mungu ukatutangulie, katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Amen. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, Mwokozi wangu, akaniokoa mpenzi, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukae weponi mwa Bwana wapendwa. Leo siku ya Ijumaa, tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ameendelea kutupa mimi na wewe hata kuweza kuifikia siku hii ya leo. Kwenye maisha yetu tunaijua jana, ila kesho hatuijui. Kwa hiyo tunaivuka siku kwa neema ya Mungu. Na juma hili Mungu ametupa kusema nasi
kwamba ameahidi jambo jipya juu ya maisha yetu. Wapo watu wengi tumezungumza nao, wengine wamenipigia simu, namna ambavyo Mungu ametenda kwao. Kama kwako hajatenda, ni swala la muda. Subiri, cha kwako kinakuja. Bwana asifiwe. Tuendelee kumtukuza Mungu kwa wale ambao wameendelea kupokea, kwa sababu ni ahadi ya Mungu kwamba ni lazima jambo jipya lizaliwe kwenye maisha yako. Tungekuwa na utaratibu ule kama wenzetu makanisa au madhehebu mengine, tungekuwa tunapanga na muda, wanasema watu wa kutoa ushuhuda. Lakini kile ambacho Mungu amekutendea kitoshe kwako kuwa ushuhuda. Endelea kumtukuza Mungu anayetenda, na atatenda kwako zaidi ya kile ambacho umetamani pengine useme wengine wakisikie. Atatenda, maana ni mwaminifu, kwa sababu ameahidi. Na juma hili tumepita kwenye maeneo mbalimbali, tukagusa eneo la afya, lakini tukagusa malango yetu ya kiuchumi, na tukagusa pia juu ya ndoa. Jana tumetafakari kwa habari ya watoto, na leo nitagusa mambo matatu ili uone namna Mungu anavyoweza kukuvusha. Najua tuna mambo mengi, lakini kwa sababu ya siku yetu leo tunamaliza, nitagusa mambo matatu kwa haraka ili nikutie moyo usimame imara kwa imani, ukisubiri ahadi ambayo Mungu ameandaa juu yako. Ninakumbuka naposoma Biblia, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kaeni hapa hata itakapotimia ahadi ya nani? Ya Baba. Wale wanafunzi hawakutoka pale ambapo Yesu aliwaambia. Waliendelea kushikamana, waliendelea kuomba, kusubiri ahadi ya Baba itimie kama ambavyo Yesu amewaambia. Haleluya kanisa. Na ndivyo na wewe, usitoke ulipo, imani yako isitindike. Subiri ahadi ya Baba itimie kwenye maisha ya kwako, na nakwambia ni lazima itatimia. Nataka leo nikupeleke haraka kidogo, tujifunze mambo machache. Fungua kitabu cha Isaya mlango wa 46 mstari ule wa 10. Kitabu cha Isaya mlango wa 46 mstari ule wa 10. Anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Bwana anaahidi jambo jipya juu ya maisha yako. Kupitia nabii Isaya anakwambia, kumbe kuna mambo ambayo Bwana bado hajayatenda. Na ndio maana tunajifunza kwa habari ya Bwana atatenda jambo jipya. Maanake kuna mambo bado, yaani kuna eneo bado hatujafika kuona Mungu anatenda kwenye maisha yetu. Ndio maana mimi siku zote huwa nawaambiaga watu, hata tukiomba na tukiombea kwa ajili ya watu mbalimbali, wakati mwingine tunaombea vipofu,
tunaombea viwete, tunaombea viziwi wakapona. Mimi sioni kwamba ni muujiza. Mimi sioni kama ni muujiza, wala haunishangazi, kwa sababu kwa habari ya kuponywa sikuanza mimi. Yesu alishawaponya hao, na kwa kuwa Yesu aliponya, mamlaka ile ameileta kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Ile mamlaka ameileta kwenye maisha yetu, na ndio maana akafika mahali akasema, mtakanyaga nge na nyoka, lakini hawatafanyaje? Hawatawadhuru. Mtakula vitu vya kufisha. Maanake inawezekana ukala vitu ambavyo havistahili ule, wakati kwa lugha nyepesi tunasema unaweza ukala sumu, lakini kwa sababu ya ile nguvu iliyoko ndani mwako, ile sumu haiwezi kufanya kitu. Niliwapa ushuhuda siku moja hapa, niliwaambia niliwahi kuwekewa sumu pasipo kujua kama nimewekewa sumu, na lengo lilikuwa nife, lakini Bwana akageuza ile sumu kupeleka kwa yule aliyekusudia, na mimi nikawa mzima. Yule ameondoka mpaka leo, hayuko duniani, lakini mimi niliyokusudiwa mpaka leo nipo. Fikiri master plan anaondoka, aliyekusudiwa mpaka leo anaendelea kutangaza Injili. Kwa hiyo Bwana anapoahidi kwamba nitatenda au kuna jambo jipya litazaliwa kwenye maisha ya kwako, kuna hatua ambazo Mungu atakupitisha. Kuna namna ambayo unapaswa kutembea na Mungu, na kuna namna ambazo unapaswa kumtumaini Mungu kwenye maisha ya kwako. Na ndio maana Ebrania anasema vizuri, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo inaweza ikafika mahali kwa akili yako ya kawaida isione, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu ambacho unakiona. Mahali pengine nasemaga inawezekana kabisa watu wakakutabilia kwa vile wanavyoona wao, kwa vile wanavyofikiri wao. Isikupe shida hata ukisikia, kwa sababu mwanadamu ameumbwa hivyo. Wewe simama na Mungu, tarajia kitu cha tofauti kuliko kile wanachokinena juu yako. Hutozuia mwanadamu kukusema. Hutozuia. Hutozuia. Na wakati mwingine unaweza ukawa unafanya kazi, lakini pale kazini watu hawaoni thamani ulionayo, wala hawaoni thamani ya uwepo wako. Lugha nyepesi, wengine wanasema wanakunyanyapaa. Inafika mahali unafanya kazi kwa sababu ndio ni kazi. Usipofanya kazi, maana yake huwezi kupata riziki ya kuendesha maisha. Lakini ingelikuwa ni amri yako, nafsi yako inakwambia ningelitamani hii kazi nikaiacha. Nafsi
haikubali kukaa mahali pale, haikubali kufanya kazi pale, ishahama. Lakini akili inakwambia ukiacha kazi utaishije? Ona vitu vivi vinavyopingana eh? Yaani nafsi ishakataa, akili inakwambia acha ujinga ukiacha kazi utaishije? Nami nakwambia usiache. Kuna kitu kipya kitazaliwa mahali hapo. Haijalishi majira na wakati unaopitia. Inawezekana kuna wakati huu unauona ni mgumu, lakini wakati mwingine Mungu anakupeleka darasani ili kuzalisha kitu kipya kwenye maisha yako. Mimi sifahamu sana, kwa kiasi nafahamu. Haswa ninapotolea mfano wa wanajeshi. Kutoka hatua moja ya cheo kwenda hatua nyingine sio lele mama. Amen. Lakini acha huko kwenye vyeo, ni mbali sana. Wakati mwingine ukimwona mtu kavaa gwanda za jeshi, muulize vizuri alikopitia mpaka kazivaa zile gwanda. Mimi ninamfahamu kijana wangu mmoja, alitoka mbio, katoroka. Tulipokuwa tunamuuliza nini shida, akasema we mzee, acha zile gwanda zione jinsi zilivyo, waache tu na zile gwanda zao. Lakini namwambia, imekuwaje wewe ukashindwa, alafu na waona wako wanajeshi watoto wa kike? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kijana kashindwa, katoka mbio, ametorokaje wenyewe wanajua huko, lakini katoka kashindwa kuendelea mbele na mafunzo. Kwa nini? Kwa sababu yale mafunzo ambayo yanafundishwa ni mafunzo ya ukakamavu. Kwa hiyo kama hauko katika hali ya ukakamavu, maana yake ni lazima utafanyaje? Utakimbia. Lakini unapotoka pale sasa, umemaliza mafunzo yako, unatwishwa zile gwanda, asi hata ukipita mtaani na sisi tunajivunia. Yaani wewe mwenyewe hujivuni, ila wanaokuona na wanaokuzunguka wanakwambia mjeda huyo ndugu yangu mjeda lakini mpaka umefika mahali pale, sio kazi ndogo. Ndiyo safari yako ya imani ilivyo. Ili jambo jipya lizaliwe, ni lazima kuna mahali msuli wako ukae sawasawa na Mungu. Maana unaweza ukapita mahali pagumu usipopategemea, usipopatarajia. Unategemea uteleze tu uende, lakini unafika mahali unakutana na vigingi. Unafika mahali unakutana na vikwazo. Unafika mahali unakutana na wataabishaji. Sasa usiposimama sawasawa na Mungu, unaweza ukafika mahali ukaona hapana, hii njia ninayoendea hainifai. Lazima nigeuke, nitafute njia nyingine. Ndugu, usipinde kushoto wala kulia, songa mbele katika jina la Yesu.
songa mbele. Uko mbele ya safari, jambo jipya linakwenda kuzaliwa. Muulize Paulo, ametoka alikotoka, ana agenda, na jina lilikuwa linaitwa nani? Sauli. Agenda yake kwenda kuwaua watu wa Mungu. Katikati ya safari, jambo jipya linakwenda kuzaliwa katika jina la Yesu. Biblia anasema Sauli aliyekuwa muuaji, na jina lake likabadilishwaga akaitwa Paulo. Na ndio maana akafika mahali akasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanafanyaje? Yanapita. Maanake kuna upya wako, kuna jambo jipya kuzaliwa mbele ya safari katika kile unachopitia. Kwa hiyo usifike mahali ukaacha kazi, ukasusia ofisi, ukaamua kuichukia hata ndoa yako, ukachukia familia yako, ukaona biashara yako kwa sababu hainuki ikakupa shida nafsini mwako. Hapana, ni suala la muda. Songa mbele katika jina la Yesu. Uko muujiza wa kwako. Bwana ameahidi kufanya jambo jipya katika hayo mazingira. Bwana ameahidi jambo jipya. Fungua kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka mlango wa 34 mstari wa 10. Kitabu cha Kutoka mlango wa 34 mstari wa 10. Kitabu cha Kutoka mlango wa 34 mstari wa 10, anasema, akasema, tazama, nafanya agano mbele ya watu wangu wote, nitatenda miujiza ya namna isiyotendeka katika dunia yote, wala katika taifa lolote, na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana, kwa maana ni neno la kutisha nikutendealo. Nikutendalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameweka agano. Manake anaposema ameahidi jambo jipya, manake kuna agano kati yako, na agano lenyewe ambalo amelipanga ni la kustaajabisha, ni la kushangaza, ambalo litawafanya wengine washangae Mungu ambaye unamwamini. Ndio maana nakwambia, wengine hawakufikiri kama tutakuwa hapa tulipo, hawakuwaza kama tutakuwa hapa tulipo. Na nilikwambia tulihesabiwaga hata na siku, na pengine zilihesabiwa hata dakika, na pengine zilihesabiwa hata sekunde. Maana kabla ya kuhesabu mwaka ni lazima hayo majira yahesabiwe. Lakini kila walivyohesabu ndivyo neema ya Mungu ilivyozidi kwenye maisha yetu, wakabaki wanashangaa. Unakutana na mwingine anakuambia, hey, hivi bado mpaka leo ni mtumishi? Unamjibu nini mtu kama huyo? Unakutana na mtu anakuambia, hey, hivi bado uko na huyo mume? Unamjibu nini? Unakutana na mtu anakuambia, hey, hivi bado una mke yule yule? Unataka nimpate mwingine kutoka wapi? Bwana asifiwe. Unakutana na hayo, watu wanakushangaa. Na ni kwa nini? Ujue kuna watu ambao wao ni rahisi sana kufuatia mambo ya wengine, ni rahisi. Na ndio maana Bwana anapopanga jambo jipya au anapoweka agano la kukutoa eneo moja kukupeleka eneo lingine, lengo ni kuwashangaza wale wanaokufuatilia.
Nimempenda sana mwanamuziki yule mmoja wa Kenya aliimbaga, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapofanikiwa ajionee. Kwa nini? Kwa macho, asife kabla hajaona. Bwana asifiwe. Muombe ili Bwana anapotenda yeye awe wa kwanza kushuhudia, awe wa kwanza kushuhudia. Kwani waliokiri kwamba hakika Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu si ni wale waliomtesa? Si ni wale waliomsulubisha? Wakafika mahali wenyewe kwa vinywa vyao wakasema, hakika huyu alikuwa nani? Kumbe ni mwana wa Mungu. Sio Yesu. Yesu alishamaliza kazi yake. Kama kuwahubiria aliwahubiria, kama kuwashuhudia aliwashuhudia, kama kuwaponya aliwaponya. Matendo makuu yote Mungu aliyoyakusudia aliyafanya, lakini bado watu hawakukubali. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukafanya unavyofanya ili watu wakuone ni mwema, ili watu wakuone wewe ni sehemu kwenye maisha yao. Sikia, wanadamu hawanaga kuhesabu. Fanya mema 100, anguka moja, hilo ndio tutakayotembea nalo. Wewe hangaika tu, fanya mema, sisi tunaangalia kaanguka wapi. Na kile utakachoanguka, yani hicho ndo cha kwetu. Nikitoka na nikwambie mtumishi, nitatoka hapo kama nzi, nitatua mahali pengine, nitatoka nitakwenda mahali. Ndiyo maisha ya mwanadamu, yasikurudishe nyuma. Simama kwenye agano na Mungu wako, maana Bwana ameahidi na amewaweka kwa makusudi ili wafike mahali wakiri kwa vinywa vyao. Na ndio maana nimekwambia hata Yesu alifika mahali wao ndio waliokiri, hakika huyu alikuwa nani? Mwana wa Mungu. Wafike mahali na wewe waseme, hakika huyu ni mtumishi wa Mungu, hakika huyu ni mtoto wa Mungu. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11. Nataka nimalizie hapo. Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Nitatenda tendo katika Israeli, kila atakayesikia masikio yake yatafanyaje? Yatamwasha. Kwa lugha nyingine, Mungu ameazimia kutenda kitu kitakachowashangaza adui zako. Kitakachowafikirisha walio kinyume na wewe mahali popote ambapo upo. Mungu ameazimia, Mungu amekusudia. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya jambo jipya ambalo Mungu atalifanya kwenye maisha yako, kuna vitu anakwenda kuvifanya vitawashangaza wengine na vitawapa shida. Watafika kama wasema, huyu naye hata huyu. Maana pale unapotoka hatua moja kwenda nyingine, usiwanafika mahali wanasema hata huyu. Maana hawakutegemea kile kitu. Maana pengine walichokifikiri na kutegemea kwenye maisha yako, wametegemea ni anguko, lakini badala ya kuanguka wewe unasonga mbele.
Jana nimesema kuhusu watoto, naweza kafika mahali si umekata tamaa, Bwana anafanya jambo jipya, utasikia promotion ambayo itatoka, hutoamini, na watu watafika mahali watashangaa, hata huyu naye, hata majirani watashangaa, kwa sababu wakati mwingine wamezoea kumwona akizulula, si ndio? Wakimwona hana mpango wote, yupo, lakini kumbe hawajui agenda ya Mungu juu ya maisha ya huyo kijana, hawajui agenda ya Mungu juu ya maisha ya huyo mtoto. Kuna wakati wa kushangaza, na mimi ni maombi yangu juma hili Mungu asikupite, juma hili asikupite, jambo jipya likazaliwe. Hao vijana waliokatiwa tamaa, ni wakati wa Mungu kujitukuza ndani yao ili kuwafanya wengine washangae. Na ndio maana sema nitatenda jambo jipya katika Yerusalemu, na akatende katika maisha yao katika jina la Yesu. Akatende, iwe kazini Bwana akatende, iwe kwenye biashara Bwana akatende. Tumechoka kuwa na vibanda vya tegopesa kile miaka 3-4, hata mifuko, yani ni sawasawa na mfuko, mikono miwili haingii. Hata mgeni ukimkaribisha unampa sturi akae nje, lakini upo hapo, ni miaka kimekaa namna hii. Na maombi yako siku zote unamwomba Mungu kwenye hicho kibanda usinenepe, maana ukinenepa ni lazima ukitanue. Kwa hiyo umeng'ang'ana nacho tu hapa hapo, umeweka kadisha kadogo, mtu akihitaji unamhudumia hapa, unamwomba Mungu nisinenepe, maana ukinenepa kitatanuka. Ni maombi yangu katika jina la Yesu, Bwana akakitanue hicho kibanda, Bwana akakibadilishe, vikazaliwa vingine katika jina la Yesu. Maana kama Mungu amesema kwenye maisha yetu, kuna agano na ahadi ya Mungu juu ya maisha yetu, kuna kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema zaeni mkaongezeke, sio tu kuongeza familia. Bwana asifiwe. Maana yake hata malango yako ya kiuchumi, yale unayozalisha ni lazima yaongezeke katika jina la Yesu. Kwa hiyo kwenye uzao wako unaongezeka, lakini malango ya kiuchumi yanaongezeka, afya yako inaongezeka, cheo chako lazima kiongezeke, biashara yako lazima iongezeke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hutobaki ulivyo, ni lazima hatua mpya izaliwe kwenye maisha yako. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, mimi nisamehewe. Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine, Bwana usinipite. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova Elohim, tunakutukuza, tunaliabudu na kuliadhimisha jina lako e Bwana, kwa sababu ni chema katikati ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya juma hili ambalo umeachilia kibali juu ya maisha yetu, kujifunza na kutafakari kwamba kila ulichoahidi kuna jambo jipya linakwenda kuzaliwa kwenye maisha yetu. Tumejifunza na kupita maeneo kadha wa kadha. Mungu umeendelea kutuponya, Mungu umeendelea kutufundisha, Mungu umeendelea kutuvusha. Tunasihi neema yako e Bwana isipunguke katikati ya maisha ya watoto wako. Tunahitaji tukakuone,
neno lako likatimilike kwenye maisha yetu, kila mmoja mmoja kwa nafasi yake na namna ambavyo Mungu unapenda. Jitukuze katikati yetu, Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaachilia upako wako ndani ya watoto wako, Bwana, walioko hapa na wale wanaofuatilia kwa njia ya mtandao. Mungu Roho Mtakatifu, usiwaache, usiwapungukie, kila mmoja akaone ukuu na uweza wako juu ya maisha yake. Ukawashangaze watesi wao, ukawaaibishe watesi wao, na ukawainue watoto wako katika jina lako Yesu. Asante kwa ajili ya neema hii, Bwana, uliotupa kujifunza na kutafakari. Tunajua hakika ya kwamba ni mwanzo mpya juu ya maisha yetu. Roho Mtakatifu, tembea pamoja nasi. Watumishi wako siku ya leo wanapotoka mahali hapa, uwepo wako ukawe pamoja nao, ukawabariki Bwana, ukawaimarishe, ukawainulie mkono wako na kuwawezesha katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu Roho Mtakatifu, kila mmoja mmoja, Bwana, ukampe ushuhuda ndani yake wa kuona matendo makuu ambayo Mungu umeyatenda, na ukajitukuze katika hayo katika jina la Yesu. Asante mfalme wa amani, wewe ni Mungu, tabaki kuwa Mungu juu ya maisha yetu, na ndio maana tumekuja kwako Yesu, uliye kimbilio la maisha yetu, uliye tumaini letu, uliye nguvu yetu. Tuongoze, tubariki katika jina lako Yesu. Asante kwa ajili ya sadaka zao ambao watoto wako wamezishika, kukushukuru kwa ajili ya mema mengi. Mungu Roho Mtakatifu, ukazitakabari, ukazitakase kwa damu yako ya thamani, na neema yako ikawe kuu katikati ya maisha yao. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Amen. Tupokee baraka. Bwana akubariki. Bwana akuongeze nuru yake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi niwakaribishe kwa ajili ya kutoa sadaka, na wale ambao tutaendelea kwa maombi, basi tuna nafasi, na wale ambao wanakimbilia ofisini, basi Mungu akawatangulie na muwe na kazi njema, siku njema yenye baraka na furaha kwenye maisha yenu. Neema ya Mungu ijapo, basi tutakutana tena. Mungu awabariki sana. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara, mti wake sitakana nine